Karibu sana mtazamaji kwa mara nyingine tena, tujuzane inayojiri katika anga za kimataifa. Jana nilikuletea ripoti iliyokuwa ikieleza kwamba Urusi pamoja na Iran zitafanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi katika Ghuba ya Oman. Sasa mapema baada ya kukuripotea taarifa hiyo, kama ambavyo walieleza kwenye taarifa hiyo maafisa kutoka Irani pamoja na Urusi, waliweza kufanikisha mazoezi ya kijeshi makubwa kabisa katika Ghuba ya Oman. Sasa taarifa leo hii imetolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi kuthibitisha ufanywaji wa mazoezi hayo, na pia wameachia video kabisa ikionyesha jinsi ambavyo meli za kijeshi za Urusi zilivyokuwa zikiingia katika Ghuba ya Oman. Taarifa inasema kwamba Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetoa video rasmi inayoonyesha majeshi ya majini ya Urusi na Iran yakifanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi katika eneo la kimkakati la Ghuba ya Oman, hatua inayodhihirisha kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara hiyo, operesheni hizo zimehusisha meli za kivita kutoka pande zote mbili, ambapo wanajeshi wa majini wamekuwa wakifanya mazoezi mbalimbali ya pamoja kwa lengo la kuongeza uwezo wa kijeshi, kubadilishana uzoefu pamoja na kuhakikisha usalama wa usafiri wa meli katika eneo hilo muhimu duniani. Katika moja ya matukio muhimu yaliyoonyeshwa kwenye video hiyo, meli ya kivita ya Urusi aina ya corvette inayojulikana kwa jina la Stoiki iliwasili katika bandari ya Bandar Abbas, ambayo ni moja ya vituo vikuu vya jeshi la majini la Iran. Kuwasili kwa meli hiyo kumepokelewa kwa hafla maalum ya kijeshi, ambapo wanajeshi wa majini kutoka mataifa yote mawili walishiriki katika sherehe za pamoja kuonyesha mshikamano na ushirikiano wao. Taarifa hiyo imeeleza kuwa wanajeshi wa majini wa Urusi na Iran walifanya kazi kwa ushirikiano wa karibu, wakiratibu harakati zao kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha usalama wa urambazaji wa meli za kiraia na kijeshi katika maji ya kimataifa. Ushirikiano huo unatajwa kuwa sehemu ya juhudi za pamoja za kuimarisha utulivu wa kikanda na kulinda njia muhimu za biashara ya kimataifa zinazopita katika eneo hilo. Aidha, wizara hiyo ilisisitiza kuwa mazoezi hayo yalihusisha mbinu mbalimbali za kijeshi, ikiwa ni pamoja na mawasiliano ya kijeshi baharini, ulinzi wa meli dhidi ya vitisho vya baharini, pamoja na operesheni za pamoja zinazohitaji uratibu wa hali ya juu kati ya vikosi vya majini. Kwa upande wake, vyombo vya habari vya serikali ya Irani vilimnukuu msemaji wa jeshi la majini akithibitisha kuwa mazoezi hayo rasmi yalianza siku ya Alhamis na yatafanyika katika maeneo mawili muhimu ambayo ni Ghuba ya Oman pamoja na Bahari ya Hindi. Maeneo haya yanachukuliwa kuwa na umuhimu mkubwa kutokana na nafasi yake katika usafirishaji wa mafuta na bidhaa mbalimbali duniani. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanaeleza kuwa ushirikiano huu unaonyesha kuongezeka kwa uhusiano wa kijeshi kati ya Urusi na Iran, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiusalama. Mazoezi haya yanaweza kusaidia mataifa hayo kuongeza uwezo wao wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama baharini. Ghuba ya Oman ni moja ya njia muhimu za usafirishaji wa kimataifa, ambapo mamilioni ya mapipa ya mafuta hupita kila siku kuelekea masoko mbalimbali duniani. Kutokana na umuhimu huo, uwepo wa mazoezi ya kijeshi katika eneo hilo huvutia umakini mkubwa wa jumuiya ya kimataifa. Hatua ya Urusi na Iran kufanya mazoezi ya pamoja inaonekana kama ishara ya kuimarika kwa ushirikiano wao wa kijeshi na kisiasa, huku ikionyesha uwezo wao wa kufanya operesheni za pamoja katika maeneo ya kimkakati ya baharini. Mazoezi haya yanaashiria kuimarika kwa nguvu ya kijeshi ya mataifa hayo mawili na kuonyesha dhamira yao ya kushirikiana kulinda maslahi ya pamoja na kuhakikisha usalama wa njia muhimu za baharini zinazotumiwa na mataifa mengi duniani. Hizi ni hatua za ushirikiano ulio mzuri kati ya Urusi na Irani baada ya kuweza kufanikiwa kufanya mazoezi ya kijeshi baharini Ghuba ya Oman. Sasa mtazamaji wetu, huku vitisho vikizidi kuendelea Mashariki ya Kati, ongezeko la nguvu za kijeshi la Marekani katika ukanda huo linazidi kuweza kuibua hofu kubwa katika ukanda mzima Mashariki ya Kati, huku hali ya sintofahamu ikizidi kuendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.